Yes, wakwane kila mara mnajua tu nikiwa katika mtandao ama nikiwa sehemu ya juu hapa ndani, najua nakuwa niko kagua sehemu zote. Hapa kuna vipengele vitafao hapo katika mji wa Walikale ama vipi? Na leo nasema ngoja nije kuwapasha habari ifuatazo katika eneo yetu Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kama kila mara najua mkiwa mnanifuatilia katika media, ni ya muhimu zaidi kuwa kufanya subscribe, like, comment ili kila mara uanze kufuatilia mambo zetu kadhaa. Unajua kila mara Bukavu TV inakuja kuwapasha habari ifuatazo, ama habari ya ukweli, habari yenye ina mafuta, yani na ukweli kabisa kamilifu. Na ndani ya media Bukavu TV, kwa majina naitwa Nelson Reporter, mwenyewe ndani ya pengele hivi kuwapasha habari ya mahali kunaendelea kuwa mapambano ama mzozo katika Jamhuri Demokrasia ya Kongo. Tukirejea sasa kuwapasha, ama tutakuja kuwapasha mahabari kutokea sehemu fulani ama habari kutokea sehemu ifuatazo. Baadaye tutakuja kuwapasha habari katika kusini ya Sud Kivu hapa Uvira, na baadaye tutakuja kurekea ama sehemu ya Nord Kivu kuwapasha mambo inaendelea kuwa vipi hapo sehemu ya Ruchuru. Kunaendelea nini kwa sasa? Tarehe 21 mambo inaendelea kuwa mzozo kabisa, mambo sio mazuri. Bado ya dakika mbili tutakuja kuwakabidhi tena habari kutokea mji ya Walikale kwa tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Mambo inaendelea kuwa vipi hapo mji wa Walikale? Bado hapa ndakuja kuwapasha habari ya ifuatazo hapa. Kamanyola hatua M23 waliondoka katika sehemu ya Uvira wakirejea sehemu ya kilomita 82 kuelekea kutokea Uvira na kufika hapo Kamanyola. Hivi kunaendelea kuwa vipi? Bado tena kuja kuwapasha habari, mambo sio mazuri, kwa sababu katika viongozi vya chama vya waasi vya M23 watetezi ama tuseme porta parole anaitwa Kanyuka ametangaza vitangazo vikaa kubwa zaidi, na kwa saizi mambo yanaendelea kuwa sio mazuri. Bado tena za kuwakabidhi sehemu wanaita hapo Minembwe, viongozi chama cha Twirwaneho inaendelea kuongea ama inaendelea kukutana na waasi wa M23 katika mambo yao ya kikazi ya kuweka security, mambo mengi zaidi. Bado hapo ndakuja kuwakabidhi sasa mji wa Uvira kunaendelea vipi. Serikali ya Kongo FARDC pamoja na wazalendo kwa saizi wanaendelea kusonga mbele, wakienda mahali wanaita Kiliba na mahali wanaita Runingu. Mambo itaendelea kuchamuka kabisa. Hiyo itaendelea kutufuatilia ndani ya media Bukavu TV. Kila mara unajua ukiwa na mimi pamoja itabidi unyanyuke useme kwa kweli unaendelea kutufuatilia. Tunafurahia sana, watu wetu wako majuu sana, Amerika, South Africa ama mahali popote mnaendelea kutufuatilia katika media Bukavu TV. Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi, na support yetu inahitajika kabisa, na itakuwa ya muhimu zaidi kuwa na sisi kila mara ndani ya media. Ukitaka kujiunga na sisi kuwa natupasha habari tofauti ama kuwa na mawazo kadhaa, itabidi ufanye nini? Utume ujumbe wako ndani ya media hii, ama uanze kujiunga na sisi katika group ya WhatsApp. Utashuka hapo chini mahali waandika description. Itakuwa ni ya muhimu zaidi kuwa na sisi ndani ya vipengele, ama sio? Na saizi leo sasa tukitaka kuongea, tumerejea sasa kuwapasha mambo ya Sud Kivu hapa mahali ya Bukavu kunaendelea vipi. Mahali ya Sud Kivu hapo Uvira kwa sasa FARDC pamoja na wazalendo waliamua sasa kuanza kutembea mji wa Uvira, wakikagua mahali popote wanaendelea kufanya msako hapo mji wa Uvira, kuangalia kama kuna wahasi wa M23 walibaki katika mavikao ama walibaki katika manyumba hapo. Wahasi waleza kuwa wamejificha upande gani katika hapo Uvira, kwa sababu information iko ni kusema kama wahasi walivua mavazi wakajifanya wakahaji tayari hapo mji wa Uvira. Na bado sasa wahasi FARDC pamoja na wazalendo wanaendelea kufanya msako hapo Uvira na kuelekea sasa mahali wanaita Runingu, na hapo wanaendelea Kiliba na hapo Runingu, wakiendelea kuadvance kusonga mbele kuangalia mahali kama M23 wakisonga. Na tumekuwa na habari kama wazalendo wakielekea hapo Sangi kuendelea kupambana ama kuendelea kufanya security, kuendelea kufanya msako mahali popote kama M23 walibaki nafasi.
Na tukirejea sasa kuwapasha habari ya leo, kupata muda wetu huyu pamoja na viongozi vya chama vya wahasi wa M23 wamezungumza kusema, wanamwita Kanyuka anazungumza kusema kama au tayari tena wanataka kujiandaa kurejea tena mji wa Uvira, kama kwa sababu kama FARDC imeshindwa kufanya security, wanaendelea kupora kwa sababu serikali wanaendelea kupora, kuibia watu hapa Uvira na kunyanyasa wakahaji hapo Uvira. Sasa wanasema au wanataka kurejea tena hapo Uvira, waoneshe tena kama ushujaa, kama wakahaji ndio walisema kama wahasi wa M23 waliondoka, sasa wakarudi na amani, lakini bado mzozo inaendelea kuwa mengi zaidi hapo mji wa Uvira. Kwa sasa kama wahasi tena wanataka kurejea hapo Uvira, kutakuwa vipi tena ndugu yangu? Acha niwaambie, hatua wakimbizi wengi walikuwa Burundi, wote walikuwa wamerejea tena Uvira kwa sababu walikuwa wanajua wahasi wameondoka tayari Uvira hapo tayari. Sasa tena watarejea kwenye kambi ya Burundi. Hatujajua mambo itaendelea kwa vipi. Na tukirejea sasa mahali tunakuja kuwapasha sasa habari sio mazuri, sehemu ya Ruchuro vita inaendelea kuwa mengi sana kwa sababu kati ya wahasi pamoja na FARDC, gouvernement ya Kongo pamoja na wazalendo wanaendelea kupambana hapo mchana muda wa saa 6 usiku tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Tuliamuka masasi mingi zaidi mpaka muda wa saa 8 ya usiku. Ilikuwa wahasi pamoja na viongozi vya serikali vya FARDC pamoja na wazalendo walikuwa katika mapambano pamoja, walipigana kabisa mno hapa Minova. Vita ilikuwa mingi zaidi kwa sababu vifaa vikubwa zaidi sana vya silaha vilitatarika hapo. Wakahaji walikuwa hapo, walielekea katika mistuni, wengi wamekimbia katika poroni. Kwa kweli wanakosa amani. Watoto huko hawasomi kabisa, mahali kote kuna pambano kabisa, watoto hawaingie katika shule kabisa. Unaona kama vita hii inaendelea kwa mzozo, watoto wengi wanaendelea kurudisha shule haingie kwa sababu watoto wanaogopa, walimu wanashindwa kufunza kwa sababu wanaona hapa sio vizuri kuweka maisha ya watoto hatarini, kwa sababu akiwa shule mabombe kianguka katika shule watoto watakuja kufariki, kwa sababu itakuwa ni la kusema kama hao wako tena katika chama cha AFC pamoja viongozi vya wazalendo navyo vinaendelea kuwa pamoja kusema kama shule ikiwa katika vipengele vimoja vingine sehemu fulani hakuna shule, inamaanisha kusema kama amani hamna popote. Na habari nyingine ifuatazo tuko nayo muda wa saa 11 hapo sehemu ya Walikale mwaka 26 mwezi wa kwanza tarehe 21. Vita imetokea katika sehemu ya Walikale. Mambo yanaendelea kuwa moto sana kwa sababu katika FARDC inaendelea kutuma drone zao uchana ama usiku kila mara kukuja kukagua hapo Walikale, kuendelea kuwachokoza wahasi wa M23 kutumia madrone kwa sababu wahasi wanaendelea kukua katika kambi lao. Sasa wanajikuta mabombe zinashuka kabisa kwa mfululizo, bado tena hizo madrone zinaondoka kabisa kwa haraka na kuna rejea tena. Ilikuwa muda wa saa 12 asubuhi, waliona kama kuna kuja drone moja imekuja kukagua sehemu wahasi wa M23 wanaweza kuwa wamejificha. Bado sasa tukikuja kuwapasha mahali tumesikia kama mambo sio mazuri sasa hapa sehemu ya Minembwe. Inajulikana wanasema kama FARDC inaendelea kuua wakahaji wa Minembwe Wanyamulenge, na kwa saizi sasa vita sio mazuri kwa sababu ndio maana wahasi wa M23 wanasema inabidi warejee tena mji wa Uvira kurejesha amani, waone kama Wanyamulenge watarudishwa amani, kwa sababu kama Wanyamulenge wanaendelea kuuawa sehemu ya Uvira pamoja FARDC na wazalendo wanaendelea kuwashambulia mno kabisa. Hiyo ni habari nawaletea katika media yetu Bukavu TV. Kila mara unajua ukiwa pamoja na mimi ndani ya media hapa itakuwa ni muhimu sana kuwa na sisi. Usisahau wenye kubonyeza alama nyekundu hapo kutufuatilia, na tunashukuru sana mashabiki zetu huko sehemu fulani, ama kama unatusupport huko mahali popote Amerika ama USA hapa Ufaransa, sehemu tofauti huko nchini mahali popote, na kama unaendelea kufuatilia katika Jamhuri Demokrasia ya Kongo hali sio mazuri.
utaenda kujiunga na sisi katika sehemu zetu za mtandao za WhatsApp ama pamoja katika media zetu. Utaenda kuweka comment yako hapo, tueleze hapa kuna nini inabidi tukosoe mahali popote hatujazungumza, ama inabidi tuchunguze vitu gani, ama sio? Na kwa kweli itakuwa ni muhimu sana, na tutaendelea kuwapasha habari kafuatazo kila siku. Sisi hatulale kwa sababu yenyu, ama sio? Mimi mwenyewe kiniona niko juu ya hii gorofa, najua hapa nakuja kutatamua ama kuwapasha habari ifuatazo ndani ya media Bukavu TV. Kwa majina ni reporter Nelson ndani ya media Bukavu TV. Thank you so much. Je vous remercie.